Kilio cha mwanafunzi Catherine Johannes katika viwanja vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kimewagusa wengi. Napenda kuwashukuru sana Watanzania. Napenda pia kuwashukuru vyombo vya habari vyote ikiwemo Miladi Ayo TV. Na leo ripoti za Ayo TV zilizomuibua Catherine zinaruka kutokea Buza kwa Mama Kibonge. Wakati maji ya afya yakinipa nguvu ya panda shuka za kwa Mama Kibonge, tulishtushwa na kauli ya Catherine ya kwamba kuna muda wanashindia mlo mmoja tu kwa siku. Tunaweza tukanywa chai saa 4, au muda mwingine tukashinda tukala cha mchana. Kitachopatikana kwa siku tutakula, muda mwingine tunaweza tukapiga tu pasi siku ikaisha. Kathe, wewe ni mtoto wangapi katika familia yenu? Mimi ni mtoto wa 5 kati ya watoto 5 katika familia yetu. Na wenzako wako wapi? Kaka zangu wote wapo huku Dar es Salaam. Kaka yangu wa kwanza anakaa Msongola. Kaka zangu 2 ndo tunaishi nao hapa, mmoja ambaye ndo amekamatwa na mmoja ameenda kutafuta. Na maeneo ambayo unaishi haya yanaitwaje? Kwa maeneo haya nilipo ni Buza kwa Makibonge. Mtaa sasa hivi ambapo hapa nilipo nyumbani ni sehemu moja inaitwa Mashine ya Maji. Labda pengine unaweza ukatupa historia kwa ufupi ya familia yenu. Tumezungumza na mzee, amesema kwamba kaka ambaye yuko mahabusu ndiye ambaye anapambana usiku na mchana, na mwenyewe baba ni mgonjwa, ili kuhakikisha pengine wewe na baadhi ya ndugu zako mnaishi katika mazingira mazuri. Pengine historia ikoje? Ni kweli alichokiongea baba yangu, ni kweli na kidhibitisha. Kaka yangu alokamatwa alikuwa ni sehemu kubwa na tegemezi katika familia hii. Yeye ndo kichwa, yeye ndo kila kitu, na pia yeye alikuwa ni msaada kwangu kwa nafasi ya elimu yangu na afya yangu. Kwa sababu amekamatwa na vyote vimesimama. Siku ambayo anakamatwa wewe ulikuwa katika mazingira gani na ulipata taarifa kutoka wapi? Siku alokamatwa mimi nakumbuka nilikuwa nipo kwa marafiki zangu. Kwa siku alokamatwa kaka yangu nilipewa, baada ya siku 2 nilipokea taarifa, kwa sababu nilichelewa kupewa taarifa kwa sababu kulingana na hali yangu ndugu zangu hakupenda nipate ule mshtuko. Alivyokamata nilibidi nirudi nyumbani baada walivyotangaza zile siku za kurudi watu waanze kutembea. Niliumia sana. Yaani nilipata maumivu mara 2 yake hata zaidi ambayo nilikuwa nao, ambayo ananipelekea mpaka sasa hivi hali yangu kwa sasa sio nzuri. Na tangu alipokamatwa kaka kwa mara ya kwanza kuonana naye ilikuwa mazingira yapi, gerezani ama mahakamani? Kwa mara ya kwanza kumuona kaka yangu nimeenda kumuonea Segelea, kwa sababu nilijaribu kwenda vituo vyote, kila nikifanikisha nitoke niende na kwangu mimi inaonekana inakuwa ni ngumu, kwa sababu baadhi ya mahabusu hawaruhusu kuona wafungwa zaidi ya yule mtu mmoja anaingia kupeleka chakula. Na pengine unapeleka chakula lakini uruhusiwi katika sheria, uruhusiwi kumuona mhusika. Kwa mimi nimebahatika kwenda kumuona kaka yangu mara ya kwanza akiwa Segelea. Nililia sana na iliniumiza sana. Kwa hesabu za haraka umbali wa kutoka Buza kwa Mama Kibonge mpaka kufika chuo CB ambapo unasoma ni pana urefu. Kwa wewe ni vipi ulikuwa ukijikimu ama kujimudu kuwahi chuo na kurudi nyumbani, ama mazingira yako ya elimu yakoje? Baada ya hili kakaangu alivyoliona nimepangiwa chuo cha CBE ni Posta, aliangalia pia kuna umbali sana, nitapata shida kama mdogo wake. Ilibidi chochote kitu alichokuwa nacho ilibidi apambanie. Alinipangishia maeneo ya Mabibo ndo nilikuwa ninakaa. Kwa pale nilikuwa naniwia kupanda gari dakika 1 shilingi 500 na kufika chuo kwa wepesi kama ni mitihani na iwai. Kwa alikuwa ndo tegemezi kwa kila kitu tunavyosema kwenye swala la elimu. Kwa baada ya kukamatwa nini kiliendelea, na chumba bado umepanga ama? Baada ya kukamatwa kodi yangu nahisi itaisha, nahisi ni mwezi huu itaisha. Vitu vyangu bado vipo kwa mama mwenye nyumba, vipo amevihifadhi, nilimwachia niangalizie. Kwa baada ya kukamatwa nahisi kila kitu kilisimama. Sikuweza hata kufika chuo,
changamoto kama hivyo ni zaidi ya kwenda kumwangalia kaka yangu, tutafute msaada kwa majirani watusaidie chochote kitu, nimuone kaka yangu. Wakati kaka akiwa anasota gerezani, kwa upande wa maisha huku nyumbani hali ikoje? Pengine kwa siku mna uwezo wa kupata hata milo mitatu ama miwili? Tunaweza tukanywa chai saa 4 au muda mwingine tukashinda tukala cha mchana, kitachopatikana kwa siku tutakula. Muda mwingine tunaweza tu tukapiga tu pasi siku ikaisha. Na nyumbani umesema kuna wifi nani au wengine nakuaje, na kuna watoto wa kaka yako pia? Kwa kakaangu huyo wa pili ambao sasa hivi ndo yupo, yeye anafanya kazi ya kutembeza mifuko. Kwa akipigana akipata kama ni 2,000 ni chochote, yeye atasaidia familia. Ndio. Sawa. Na ndoto zako ni kuwa nani pengine? Mimi ndoto zangu toka nikiwa mdogo, napenda sana kuwa mfanya biashara mkubwa, mfanya biashara mzuri, mfanya biashara ambaye itajulikana, wa kuhamasisha watu, kushauri watu. Ndio maana nilipenda hata pia kozi yangu. Haikujalisha ni nini, hata kidogo alichokipata kakaangu, nilimuomba kaka, hata ukipata kama ni kidogo niwekeze, nipate hata kimtaji wa kuchukua kitu kuzungusha. Of course nilipambana, hata nilipokuwa kule nilikuwa natembeza nguo. Wakati unasoma ulikuwa unatembeza nguo? Wakati nasoma nilikuwa natembeza nguo barabarani, nahisi watu wananijua maeneo ya Mabibo, Mburati, wananijua. Kwa sababu nilikuwa natembeza nguo, jezi, jinsi za kiume, na watembezea wateja ili nipate chochote niweze kumsaidia pacha wangu wa kike na familia pia kiujumla, tunasaidiana. Na ukitembeza kwa siku unaweza ukaingiza kama kiasi gani hivi? Nikitembeza kwa siku naweza nikachukua tuseme labda t-shirt, jezi, nikachukua hata jezi 10. Nilikuwa sichukui mzigo sana kwa sababu mtaji nilikuwa sina. Naweza nikachukua hata jezi 10 nikazitembeza. Mimi ninachokiangalia nauza kupata chochote, siuzi ile nipate faida kubwa. Nikiangalia nipate chochote kitu. Naweza kwa siku nikapata hata shilingi 35,000. Namshukuru Mungu. Kuna wengine watanikopa, nitawapa, watanipa kidogo kidogo. Kwa nayo pia ilikuwa inanisaidia pia kumchangia kakangu, hata kama kodi imesumbua, nitamwambia kaka ninacho kidogo ataongezea. Kama ni ada imepelea nitamwambia kaka nilichopigania ni hiki, ataongezea. Na alizidi kunipa moyo na kuniambia nisikate tamaa. Na hiyo biashara pengine ilikuwa na gharimu mtaji wa kiasi gani? Biashara of course mtaji nilokuwa nao ni mdogo. Tuseme labda mimi mtaji wa kwanza nakumbuka kakangu alionipa ni shilingi 50,000. Kwa nilikuwa nazungukia, japo katika ile biashara mimi niliona kwa wafanya biashara ambao wamenishauri, nakutana watu tofauti tofauti. Waliniambia dada, Mungu akusaidie ukipata hata eneo ukawa unachukua mzigo mkubwa Kariakoo ukafungua kupitia hii biashara kutembeza barabarani, watu watakujua na watakufahamu. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji mtaji mkubwa sana, japo sikuwa nao, nilikuwa na kidogo ambacho nilipewa kama kianzio. Kwenye swala la Watanzania na wasio Watanzania ambao wanaendelea kukusaidia baada ya mitandao ya kijamii, vyombo vya habari ikiwemo hayo kuibua changamoto yako, una nini cha kuahidi? Maana ulisema baba anaumwa, wewe unaumwa, wifi, kaka yuko mahabusu. Una nini cha kuambia Watanzania na kuwaomba pia? Watanzania wenzangu, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, ndugu zangu, babu zangu, kiujumla wote, serikali nzima, maombi yangu ningeomba watuangalie kwa hali ya kiuchumi, watuangalie ndugu yetu aliyopo mahakamani aweze kutoka, tusaidie. Ningependa pia waniangalie mimi binafsi hali yangu nilionayo, masomo yangu, afya kiujumla, na watupe msaada. Mimi naamini msaada ni kitu chochote kaka. Kuna mmoja atasema mimi na shilingi 50, kuna mwingine atakwambia mimi nina sabuni. Kwa hivyo vitu vyote sisi kwetu ni baraka, tunasema asante. Kila kitu ni kikubwa kwetu. Kuna mwingine atakosa, atakwambia asante. Mimi wanaishi kwa kuamini neno asante ni kubwa sana na lina manufaa kubwa. Ndio. Sawa. Wakati pia tunakuja nyumbani hapa tumekatisha vichochoro kadha wa kadha hivi. Kwa mazingira hamna
vitendo vya uhalifu pengine vinajitokeza, au mama hata wewe mwenyewe kwa kutaka kukabwa hivi? Of course yani Buza kama mnavyoijua, of course chocho nyingi, mabonde mengi, huwa tunajaribu sana kuwahi kutembea labda mapema. Kama mtoto wa kike inabidi uwe mapema ndani kuzuia labda kukabwa, kufanyeje, kama unavyoona mazingira yalivyokaa, sinyeje mmeona. Huku mida ya kulala ama kuwa ndani ni saa ngapi? Familia yetu sisi saa 2 watu tuko ndani. Na ikitokea umepata emergency usiku, sasa unataka kwenda kule upande wa pili, unafanyaje? Lazima uwe na backup. Mimi siwezi kutoka, labda atoke kakaangu. Ndio. Ama muongozane watu wawili watatu. Ndio.